Ushauri huo umetolewa na meneja mauzo wa shirika la Posta Tanzania Bwana Philip Kowero alipokuwa anaelezea hatua zinazoendelea kuboresha huduma za shirika hilo, ikiwemo ya usafirishaji wa bidhaa na vifurushi kwa haraka, kwa gharama nafuu na kwa usalama zaidi, ambazo sasa zimeboreshwa maradufu. Leo shirika la Posta Tanzania kupitia huduma pendwa ya EMS linaendelea kuwawezesha wananchi, wafanyabiashara, wajasiriamali wa mkoa wa Arusha na maeneo mengine mbalimbali nchini kuhakikisha wanaweza kusafirisha bidhaa zao kwenda maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini kuhakikisha huduma hii ya EMS inakuwa katika kiwango cha kasi, huduma ya usalama na huduma ambayo imezingatia gharama nafuu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha na Tanzania. Aidha, ametaja maboresho yanayofanyika kuwa ni pamoja na kuwawezesha wajasiriamali wadogo kutuma na kupokea bidhaa kwa gharama nafuu. EMS ni taasisi ya shirika la Posta Tanzania, ni sehemu ya shirika la Posta Tanzania. Shirika la Posta Tanzania kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Posta Duniani. Umoja wa Posta Duniani una wanachama 192. Manake ni wigo wa shirika la Posta na EMS kwa ujumla tuna uwezo wa kwenda nchi 192. Lakini nchi 88 tuna uwezo wa kwenda direct. Nchi zilizobaki tunatumia mifumo ya kiposta ya nchi. Maboresho ya huduma za posta pia yameelezewa na baadhi ya watendaji wa shirika hilo, ambao wamesema matumizi ya teknolojia katika huduma za posta yamekuwa na tija kubwa. Arusha ni kitovu cha utalii. Maana yake ni kwamba ni eneo ambalo linapatikana mizigo mingi inayotoka nje ya nchi. Kwa hiyo EMS kama huduma yetu mama ambayo imejikita kwenye kusafirisha mizigo ndani na nje ya nchi, sasa inaenda kuwafikia wananchi, inaenda kuwafikia wafanyabiashara, sekta za kilimo na watu wote walio kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo kwa hii huduma ambayo sasa tumekuja kuihuisha baada ya kusimama kwa muda, naamini sasa kwa mkoa wa Arusha inaenda kuwa ni mkombozi mkubwa wa usafirishaji mizigo. Kwa hiyo mimi kama msimamizi mkuu wa operesheni za posta ndani ya mkoa wa Arusha, nawaambia wananchi, wafanyabiashara wote kwa pamoja waweze kutumia huduma zetu za posta kwa gharama nafuu, kwa usalama, na tutaweza kufikisha mizigo yao ikiwa salama kabisa nje na ndani ya nchi. Usikose kufuatilia taarifa ya habari ya ITV kila siku za wiki, ikiwa na matukio muhimu ya kijamii, kisiasa, utamaduni, biashara na uchumi, pamoja na habari za michezo na burudani ndani na nje ya mipaka yetu. Ni saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Tutakuwa na taarifa kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam katika taarifa za jiji letu, Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku. Pia saa 12 asubuhi tutakuwa na habari za kitaifa zikihusisha habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Habari za saa ni kila baada ya saa 1 kutoka ndani na nje ya Tanzania, tukikukusanyia habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka kwa waandishi wetu wabobezi katika masuala ya habari. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:55 asubuhi hadi saa 8:55 alasiri. Katika kukuletea habari muhimu zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, usikose kujiunga nasi kila siku za wiki saa 12 jioni katika Hapa na Pale, kutoka kwa waandishi wetu mahiri waliotapakaa kila pembe ya nchi. Habari za ITV pia zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV daima, super brand Afrika Mashariki.